Naam, ndugu zangu, katika mwendelezo wa darsa za tasawufi tulipo ni katika pahala pa mujahadatu nafsi, namna ya kupambana jihadi na nafsi, kupambana jihadi na nafsi. Mujahadatu nafsi fatmuha wa hamluha, mapambano ya nafsi katika hali ya kuihamisha sehemu iliko kwenye ubaya, lakini pia na kuibeba nafsi itoke pale ilipo. Sawa? Kuinyanyua na kuibeba ndio fatmuha wa hamluha. Kuinyanyua na kuibeba ni ala khilafi hawaa, panazingatiwa ni kwa kule kuwa kinyume na matamanio yake. Namna ya qamaa na ihana katika tadhaluli, katika masala ki tasawufi, ile fatmu kuinyanyua na kuibeba na kuisogeza ni ala khilafi hawaa, ni kwa namna ya utofauti wa matamanio. Yani pale unapoitoa nafsi kwenye matamanio, nafsi inatamani raha, ukaifanyia fatmu, ukaitoa ukainyanyua, sawa, ukaisogeza kwenye hicho kinacho tamaniwa na nafsi na kuinyanyua, hii ndiyo inaitwa sawa sawa ni khilafi hawa almadhmum, kwenda kinyume na matamanio ambayo yanasemwa vibaya. Wa ilzamuha, na kisha kuilazimisha hiyo nafsi, ni tatbiqa shar'i lillah, ni kuiambatanisha ifanye kwa mujibu wa sheria kwa ajili ya Allah, yani ifanye kila aliyoamrishwa kisheria. Ndio ilzamuha, baada ya kuitoa katika masala ya hawaha ukaifanyia fatmuha wa hamluha ala khilafin hawa almadhmumi. Ilzamuha, kisha unailazimisha. Tuko katika tazkia, sawa sawa, ni mujahada, kupigana jihadi na nafsi. Uilazimishe nafsi hiyo tatbiqan shar'i lillah, iambatane na yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyawekea kisheria kwenye kufaa na kutofaa, kwa maana amran, kule kuyafanyisha kazi yale yaliyokuwa tayari yanatakiwa kufanywa kazi, kwa maana kufanya maamurisho, wa nahyan, na kufanya manhi, makatazo, kwa maana fi'lul ma'muri, lakini pia wa manhi almanhi, ndiko panapoitwa taqwa, ucha Mungu. Ucha Mungu ni kufanya maamrisho, kujikataza na makatazo. Sasa amran wa nahyan, kwenye maamrisho na kwenye makatazo, haja nini? Sio tatbiqa shar'i llah ta'ala amran wa nahya. Tuko katika mujahada, namna ya kupambana na bwana nafsi, jihadi. Daliluha min alkitabi wa sunna, mtazama ushahidi wa hili kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume Muhammad mbalimbali. Qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu yusema, walladhina jahadu fina, ama wale watakaopigana jihadi kwa ajili yetu sisi, fina, ndani yetu sisi, yani wale wanaopigana jihadi kwa ajili yetu. Unapambana na nafsi kwa ajili ya islah, unaitengeneza nafsi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa watu wenye kupambana jihadi, usikae tu ukajilemaza, sawa sawa. Maadamu ni mgonjwa, nani asiyekujua una ujubu wewe? Nani asiyekujua una ria? Nani asiyekujua una hasadi wewe? Nani asiyekujua una kibri? Sawa. Nani asiyekujua una tarafu na mengineyo katika amradhi? Nani asiyekujua? Lakini kaslani katika ibada, nani asiyekujua ni mvivu wa kufanya ibada? Wakati watu wanamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unajifanya una mambo mengi. Wakati watu wanafanya kadha wa kadha, wewe unajifanya una mambo mengi. Sasa maadamu ni mgonjwa, pambana na nafsi yako. Hiyo ndio silaha moja ambayo hajawahi mtu kuishikamana vizuri ila alifaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Sasa jifanye uelewi cha kufanya, alafu baadaye usije ukajuta wakati umekupita. Sasa wale ambao ni mujahidin, kwa maana jahadu fina, Mwenyezi Mungu anasemaje? Lanahdiyanna subulana, lanahdiyannahum subulana, sisi tutawaongoza njia yetu yenye usalama, kisha wakasalimika kupitia njia hiyo. Kwa maana hiyo, mtu akishakuwa ni mujahada katika wajihi nafsi, Mungu atampa hidayah, uongofu wa kupita njia ile salama, ili apate kufaulu mbele ya al-Haq subhanahu wa ta'ala. Suratul Ankabut. Lakini pia sikiliza dhalala kutoka kwake bwana huyu bin Ubaidillah. Anasemaje Mwenyezi Mungu? La, ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Almujahadu, mwenye kupambana jihadi. Sawa? Man ni mtu gani? Almujahid, mwenye kupambana jihadi. Man jahada nafsahu fillah, ni yule anayeipambania nafsi yake kwa ajili ya Allah. Mtu anayedumu na vinavyo kata nafsi, sawa, ibada mbalimbali za dhikiri za sunna, sawa, lakini pia akajipamba na tabia zilizo njema, akawa ni mtu mkarimu, akawa ni mtu mwema, akawa ni mtu mkweli. Kwa hiyo man jahada nafsa ni yule mwenye kupambana na nafsi yake, ikaondosha yale magonjwa ambayo yanaiporomosha hadhi ya mtu, lakini yanamweka mambo hayo mtu katika manzila ya asufuli, daraja ya chini na dhalili, wakati anapotazamwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Riwaya hukumu yake tazkiyatun nafsi fardhu aini, kuitakasa nafsi ni jambo la lazima. Kadi aflaha man tazakka, kama sabaka, ilivyotangulia, annabayana dhalika, hakika pameshabainishwa hilo. Wala tatimu illa bilmujahadati wa min huna, na wala mtu tazkiyatun nafsi, kuitakasa nafsi ni faradhi ya lazima, na haitotimia mujahada sawa. Wala tatimu illa bilmujahad, wala nafsi haitotakasika ila kwa kupambana jihadi, kwa maana kupiganiwa hasa, si kwamba utachukua panga unaikatakata. Panga ya kupambana na nafsi, kwa sababu ndio adui wa kwanza wako wewe. Usihangaike na adui mwingine, usitafute adui mwingine. Adui wako wa kwanza ni nafsi yako. Ukitaka kupambana, usiangalie madhaifu ya mtu, we mwenyewe una madhaifu yako. Iweje uhangaike na kasoro za watu na aibu za watu, ilhali we mwenyewe una makasoro ya kutosha? Kwa hiyo anza kushika panga kwa la ilaha illa Allah, anza kushika shoka kwa subhanallah, anza kushika kisu kuhakikisha unakula kila silaha kwa ajili ya kupambana na nafsi yako, sawa. Shika ngao na istighfar, vaa magwanda mbalimbali, sawa, na ibada mbalimbali. Hapa utafaulu. Pambana na nafsi yako ndugu yangu, acha kuhangaika na aibu za watu, yako mwenyewe yamekushinda. Kwa hiyo kupambana na nafsi ni jambo linalotakikana, fardhu aini min babi, katika mlango unaosemekana mala yatimu alwajibu illa bihi fa huwa wajib, jambo ambalo wanasema haliwezi kutimia ila kwa wajibu fulani. Ule wajibu ambao wenyewe umekaa hapo katikati, jambo fulani, mfano kuitakasa nafsi, hapatimi ila kuna jambo la wajibu ulifanya. Kuitakasa nafsi ni wajibu, lakini bila kufuata utaratibu wa kuitakasa nafsi huwezi kuitakasa nafsi. Ndio maana yatimu alwajib illa bihi fa huwa wajib, jambo ambalo halitimi ila kwa wajibu, hilo jambo ambalo linakaa katikati na lenyewe linakuwa ni wajibu. Tazkiyatun nafsi ni jambo la wajibu, lakini bila dhikiri, bila adhkari, bila nini, bila ibada,
huwezi kuitakasa nafsi. Kwa maana hiyo kule kufanya ibada ya adhkari baada ya swala, kabla ya swala, nje ya swala, ukiwa unatembea, ukiwa umelala, basi umesimama usiku, basi nini na nini, mambo yote haya, ukawa ni mtu mkarimu, mtu unayetoa, huku ndiko kuna kuitwa jihadu nafsi. Kwa hiyo ni wajibu ufanye hayo ili uitakase nafsi yako. Kuitakasa nafsi ni wajibu. Sasa bila kufanya ibada zitakazoitakasa nafsi, itakuwa bado hujaitakasa nafsi. Kitendo cha kuwa kuitakasa nafsi ni wajibu. Sasa bila ibada za kuitakasa nafsi, bado huwezi kuitakasa nafsi. Zile ibada zinakuwa na zenyewe kadhalika ni wajibu, tena sio sunna, ni wajibu ili uitakase nafsi yako. Inshallah naweka kituo hapo ndugu zangu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal kamalu lillah.